washirika wa wamisionari wa damu halisi ya Yesu. Mheshimiwa Padre Dominic Mwaluko, mkurugenzi wa shule ya Josephine Bakita, kipekee nitambue uwepo wa Mheshimiwa David Gofira, dekano wa dekani hii ya upande wa huku Tegeta, walimu wote wa shule ya Josephine Bakita, wawata wote waliohudhuria kwenye mahafali haya, washangwera wetu nao hitimu siku ya leo, hongereni sana. Wazazi na walezi wa watoto hawa, wageni waalikwa wenzangu, mabibi na mabwana, tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Mpendwa mkuu wa shirika, nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa uzima na kibali cha kukutana kwetu. Ni kwa neema zake tu leo tumekuwa hivi tulivyo. Aidha, nashukuru sana kwa baba mkuu wa shirika, mkurugenzi wa shule Padre Mwaluko na uongozi wote wa shirika na shule kwa kunialika kuwa mgeni rasmi katika hafla hii kubwa na nzuri sana kwa ustawi wa watoto wetu, kanisa, jamii na taifa letu. Nilipopokea mwaliko, kwanza sikuamini kama mimi ndio nimealikwa. Nilijiuliza maswali mengi. Kwa nini? Sio mheshimiwa, sio mkuu yeyote, mimi ni mstaafu tu. Kwa nini imekuwa hivyo? Ungeweza kumwalika mtu yeyote kwa mgeni rasmi, lakini bahati hii ikaniangukia mimi. Nimeguswa sana na upendo wenu mkubwa kwangu na familia yangu, kwa sababu ambazo baba mkuu wa shirika na baba mkurugenzi mnazijua vizuri. Mmenipa heshima kubwa sana kiasi kwamba nakosa maneno mazuri ya kutamka kudhihirisha shukrani zangu kwenu. Naomba mkubali kupokea neno hili dogo. Asanteni sana kwa kunialika. Katika risala mmesema safari inayotufikisha hapa leo imeanza miaka 35 iliyopita. Ni umri wa mtu mzima. Tumeona wazazi ambao wametushuhudia hapa, walikuwa nao ni watoto kama hao, leo ni wazazi. Ni wazi kwamba kuna watoto waliosoma shule hii ya awali, baadhi yao ni wakurugenzi wa mashirika na taasisi, ni wajasiriamali wadogo na wakubwa, ni wafanyakazi na pengine ni watumishi katika taasisi zetu za dini. Wapo ambao bado wanasoma katika ngazi mbalimbali, na ni matumaini yangu huko waliko wamekuwa mabalozi wazuri wa shule yetu ya Bakita kwa kufanya vizuri sana katika masomo, nidhamu ya hali ya juu, usafi, maadili mema
na utunzaji bora wa mazingira, bila kusahau kuwa washiriki wazuri wa imani zao za dini. Mpendwa baba mkuu wa shirika na baba mkurugenzi wa shule, kuanzisha kwa shule ya msingi ni hatua kubwa mno inayostahili kupongezwa na kila anayelitakia mema taifa letu. Kwa kweli ni jambo la busara. Watoto hawa walioyaonyesha mambo mazito sana ukiyatafakari kwa mapana. Ni vizuri haya wanayoyaonyesha sasa wayaendeleze hapa hapa, badala ya kuwahamisha kuwapeleka eneo jingine ambapo pengine haya wanayoyafanya sasa watayakosa. Kitendo cha masista wa Kanosa kuanzisha shule ya awali na sasa ninyi kushika usukani na kuendeleza kinapaswa kupongezwa na kuungwa mkono. Tunachokifanya ni utume na uinjilishaji kamili. Kanisa Katoliki na mashirika yake pamoja na madhehebu ya Kikristo na hata ndugu zetu Waislamu tunafanya jambo jema tunapoanzisha shule au huduma nyingine za kijamii, hasa kwa lengo la kuunga mkono juhudi za serikali na kuleta maisha bora kwa Watanzania. Katika nyakati hizi malezi ya vijana hayakomei tu kusomesha. Tumeona matendo wanayoyafanya ni ya kiutu uzima. Wamejiamini. Wengine hapa wametoa ushuhuda na wenyewe walikuwa wanafunzi hapa, lakini naamini wameona mabadiliko toka miaka ya 94 na sasa 2025 wameona tofauti kubwa sana. Mimi nilikuwa najitafakarisha mwenyewe enzi za udogo wangu, sikupata fursa kama walioipata hawa watoto ya kusoma chekechea. Wengine hapo wamesema vidudu, wengine chekechea, wengine nasari. Nikawa najaribu kutafuta tofauti yake, chekechea, vidudu na nasari. Sisi enzi zetu miaka ya 60 kwenda shule ulikuwa unapimwa kwa kuona mkono wako kama unagusa sikio la pili. Kama mkono wako haujagusa sikio la pili, wewe hujatosha kuanza shule. Hao wanahitimu miaka 3 walianza wakiwa na umri gani? Sisi tulikuwa tunaanza pengine na umri wa miaka 8-9. Kwa kweli ni mabadiliko makubwa mno. Bahati nzuri mimi niseme tu ukweli, sikusoma chekechea, sikusoma vidudu, sikusoma nasari. Lakini mwaka 64 elimu ya watu wazima ilianzishwa kwenye kijiji chetu, na mimi nikawa nashiriki na wazazi kusoma, kuandika na kusoma. 65 ndio nikaanza darasa la kwanza. Kwa hiyo na mimi kama nilipitia nasari ya aina yake au chekechea aina yake au vidudu vya aina yake. Tunasema elimu isiyomsaidia mtoto kumjenga katika maadili mema, imani na uzalendo haina msaada wowote kwa mtoto wa taifa letu.
Tunahitaji sana kuwekeza katika maeneo yote ya malezi na makuzi yatakayomsaidia mtoto akue vizuri kiakili, akijawa na hofu ya Mungu. Ukikuta mtu mzima anaheshimu watu wakubwa kwa wadogo, ni mwadilifu na mwaminifu na aliyeshika vema imani yake, tambua kuwa huyo alilelewa. Inawezekana sasa hatulei watoto. Saa hizi tunasomesha watoto. Nimejaribu kuangalia, bahati nzuri na Isaya imesema katika Mithali ya 22 mstari wa 6, nukuu nami kama walivyonukuu wengine, mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata katika uzee, ataendelea kuwa na kumbukumbu. Kwa hiyo ninapowapongeza, ninawasihi pamoja na kazi hii ngumu, msichoke kufanya kazi na utume huu mkubwa. Watoto tumeona jinsi wanavyojiamini katika matendo yao. Hata katika kusoma tu, wanasoma vizuri bila kuruka wala kubadilisha neno lililoandikwa. Huo ni jinsi walivyo makini. Ninawapongeza sana wazazi ambao mmeichagua shule hii ya Josephine Bakita kama kitaro cha kuwafunza watoto wenu elimu, makuzi na maadili. Muone wanavyotulia vizuri, wanasikiliza. Wana maadili waliofundishwa hapa shule. Hongereni sana. Bila ninyi na wazazi waliotangulia kuleta watoto wao, haya mafanikio yasingekuwa. Mafanikio yoyote kuja kwa ushirikiano. Tunahitaji kushikamana na walimu na wafanyakazi wa shule hii ili kuleta mafanikio tunayoyatamani kuyaona kwa watoto wetu na kwa shule. Kulipa ada na michango mingine ni jambo jema sana, lakini haitakuwa na maana yoyote ikiwa kila kitu kitaachwa mikononi mwa walimu na uongozi wa shule. Sote kama wazazi tunahitaji kushikamana na kuona kitu kifanyike kwa ustawi wa watoto wetu, wakiwa shuleni na wakiwa nyumbani. Wajibu huu ni wetu sote, kuwasaidia watoto wetu wajali utu na kuheshimiana na kupendana bila ubaguzi wa kipato, dini, kabila au mahali wanapotoka. Nimesikiliza kwa makini risala ya wazazi. Ninajaribu kuzungumzia amri kuu ya Mungu: kumpenda Mungu, kujipenda sisi wenyewe na majirani zetu. Utakuwa unadanganya kama unampenda Mungu wakati unamchukia mwenzako na uko tayari kuondoa uhai wake. Amri ya upendo hapo haifanyi kazi kabisa. Hiyo ndio amri kuu tuliyopewa na Mwenyezi Mungu: upendo. Tafakari neno upendo, tunasaidiana. Umeona mwenzako anapotoka, mwelimishe aondokane na kupotoka kwake. Maadili haya ya Kitanzania tunayahitaji sana. Vinginevyo tutakuwa hatulei ila tunasomesha. Na tunaposomesha, kila mtu anajisikia kwamba mimi ni zaidi ya yule. Upendo unatoka. Katika risala yenu imeeleza nia ya kufikia hatua ya kuwa na vyuo vya kati vya juu. Hili ni jambo zuri na la kupongezwa sana. Mtoto anamaliza nasari,
maadili yake yanaanza kujengeka. Anasoma primary, anasoma sekondari, anaenda chuo. Ndio hili linamuimarisha zaidi. Anakuwa na msingi mzuri, anakuwa na taifa bora. Ikiwa hili litatimia, itakuwa ni hatua ya kipekee, sio tu kwa shirika, bali kwa kanisa na taifa kwa ujumla. Binafsi nawaunga mkono na ninawaombea kwa Mwenyezi Mungu ili amimine baraka zake na kuwainua watu aliowaandaa kushiriki kwa hali na mali kuwezesha kukamilisha jambo hili. Ni muhimu sana tujenge taifa lililo bora, sijenge taifa la mafarakano kila siku, hatutafika popote. Baba mkuu wa shirika, naamini hata sasa na pengine hapa tulipo tayari Mungu ameshajiandalia makumi kwa mamia ya wazazi ambao mioyo yao imekarimu na utayari wa kuanza safari ya kutimiza ndoto za shirika za kuwa na mtandao huu wa elimu. Mimi binafsi na familia yangu, pamoja na kwamba ni mstaafu, nimeguswa sana. Najua kitabu changu ni kidogo, na sasa ndio mstaafu. Nilikuwa nikitafakari nifanye nini na familia yangu, nishirikisheje familia yangu, nishirikishe namna gani wenzangu, ili shule hii tuipe nafasi ya malezi na mafunzo mazuri. Ninajua pensheni yangu hii nianzia hapa. Makofi mengi sana na vigeregere. Hapa nilikuwa kwa awamu kwa miezi mitatu, kidogo kidogo, pata pensheni kidogo, natoa moja ya tatu na leta. Tukutane na sisi katika familia yetu, lakini ndio yake. Ninayo imani kubwa kwa wazazi wote tulioko hapa. Tunao uwezo wa kuamua kuweka nguvu kwa kadri ya uwezo wetu na kuwa wadau rasmi wa maendeleo ya shule hii. Muda si mrefu tutaandika historia nyingine ya uzinduzi wa jengo hili la sekondari, kama ambavyo baba mkurugenzi alipotamka hapa. Majengo haya yangeweza kuwa ni sekondari vile vile, yana hadhi ya kuwa sekondari. Tembea shule zilizo nyingi za sekondari hazina majengo kama haya. Kwa hiyo sisi tumepiga hatua kubwa, hii tukiita ni primary. Kwa hiyo kwa mwendelezo huo kuwe na imani, kuwe na matamanio kwamba watoto wetu ndio taifa letu la kesho. Tuendeleze taifa letu hili, na imani na mimi mtaniunga mkono. Mheshimiwa Kafurira nimalizie bila kuwachosha, kuwapongeza hawa watoto wanaohitimu leo. Washangwe na wengi. Nawapongeza vile vile wazazi na walezi wao. Nawapongeza wazazi wote tuliochagua shule hii, na niwaombe sote kwa pamoja tushikamane katika maendeleo ya watoto wetu. Ikumbukwe, chochote unachotoa kusaidia jamii ni hazina njema kwa Mungu, nazo zitakuwa ukumbusho kwa Muumba wetu.
Maneno haya ninayarudia kwani juzi nikiwa kama mkuu wa chuo kikuu cha Iringa nilijaribu kuwaasa wahitimu wa shahada mbalimbali na stashahada tunakoelekea. Tunahitaji ubunifu mkubwa. Nchi yetu ni kubwa. Nchi yetu ina rasilimali nyingi. Zingine tunaziona lakini hatuzitambui. Ukubwa wa nchi yetu na rasilimali zilizoko zinathamaniwa na wengi. Na njia inayotumika ni kutugombanisha. Tunapogombana, wanatuambia wako tayari hata kukuletea silaha tumalizane na nyenzo na kuumia shambani. Lakini naamini kabisa tukiwa na kilimo kizuri nchi yetu itanemeka. Kule kaskazini tuna mto Mara mkubwa sana. Maji yake yanaenda wapi? Ukishuka kidogo tuna mto Pangani. Maji yake yanaenda wapi? Ukishuka maji yanaenda wapi? Ukishuka kidogo tuna Tanzania tusiweze. Nayo mabonde ya kutosha. Kwa hiyo elimu hii inaweza ikatusaidia kwa accommodate watu wote na tukaishi maisha mazuri bila mifarakano. Tuizingatie, tuitafakari kwa makini amri ya upendo. Usitotaka kutendewa, usimtendee mwenzako. Baba mkuu wa shirika, nishike mkono. Lugha ya sasa. Nishike mkono. Umesikia maneno haya? Umesikia vyuma hivi? Umesikia? Vimeingia? Yaani vimeingia mpaka vimepitiliza. Kabisa kabisa. Naomba tumshangilie makofi mengi na vigelegele. Sasa nitakuomba kitu kimoja kwa sababu ya muda. Ndio. Naomba usogee pale kwenye ile meza ile. Ndio. Na mic naomba ile mic. Ndio. Tutafanya hapa kwa